Leo tutaanza safari yetu rasmi kabisa ya AI Mastery Pro. Nipende kuwakaribisha tena na kuwapongeza wale ambao tumeanzia kule kwenye AI Mastery tukamaliza. Darasa lilikuwa ni zuri sana, hata kama bado tujamaliza vizuri, kuna watu bado wanaendelea kutamani kupata maelekezo zaidi, na nimekuwa nao muda wote tulikuwa tukishirikiana. Kwa kweli hatukukuta muda wa kupumzika kabisa, lakini nawashukuru sana kwa mapokeo yenu na kwa wale ambao mnazidi kuendelea kuitumia AI kwa mafanikio makubwa kama vile ambavyo naona kwenye grupu. Kwa kweli namshukuru Mungu kwa ajili yenu kama ambavyo daima nimekuwa nikisema, na hivi leo tunaanza tena safari yetu muhimu kabisa ya AI Mastery Pro. Na kama nasikika vizuri, mtu mmoja tu aandike kwenye chat kama nasikika, ili tuweze kuendelea vizuri, kwa sababu ni kipindi ambacho kila neno ambayo nalitamka linapaswa lieleweke kwako. Vinginevyo 100,000 ni pesa nyingi sana ambayo kwa kweli hatuwezi kukidhi kuipoteza. Asante sana. Kwa hiyo ni lazima tuwe makini na yale ambayo tunapaswa kutekeleza pia yatekelezeke pia. Kwa hiyo siku ya leo, asante, nashukuru. Siku ya leo tutakuwa tunaangazia kwa ujumla mambo machache ambayo tutakuwa tunaenda kuyashughulikia ndani ya programu yetu hii ya AI Mastery Pro, lakini yako mambo mengi ambayo ni nje ya hizi moduli, kwa sababu yako mambo tunaita ni auxiliary things, ambayo mambo masaidizi hayapo kwenye moduli, lakini ni lazima yafanyike ili mambo yaweze kwenda vizuri kama ambavyo tunatarajia. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba kila mmoja tayari analo wazo kwamba ni kitu gani atakifanya kuwa biashara, ni kitu gani atakigeuza kuwa fursa. Kwa hiyo kwa kuwa ni kipindi ambacho tunaenda kugeuza fursa kuwa pesa, kwa hiyo natumaini utayari huo upo katika miongoni mwenu, lakini kama bado unasuasua, pia tutashirikiana kuelewa ni kitu kipi unaweza ukakigeuza kuwa biashara. Kwa hiyo mimi ninaenda tu kuwa facilitator. Kwanza ninaenda kuchokoza hiyo hamu ya aina ya biashara kuifanya na namna ya kuifanya, na walau kuonesha picha kwamba ikifanywa katika namna hii, basi inaweza kuleta matunda katika mtindo huu, na wewe ndiye ambaye utaenda kuwa mtekelezaji. Kwa hiyo pale ambapo utakuwa unahitaji msaada wa karibu namna ya kufanya, sasa ndio kile kipindi ambacho huwa silali. Kwa hiyo tunaendelea katika programu yetu ya AI Mastery Pro. Neno pro siliache, tunaenda kugeuza fursa kuwa pesa. So leo tutakuwa nimewaandalia PPTs. Hizi PPTs nataka zisionekane hivi. So tutakuja kuangalia moduli zote ambazo tutazikava katika hii awamu ya kwanza. Actually awamu ya kwanza ni juu ya AI Mastery Pro, alafu tutakuja awamu ya pili ambayo ndio ile ya uandishi wa content ambayo tutaanza tarehe 17. Sasa inawezekana tukafika tarehe 17 AI Mastery Pro ikawa bado haijakamilika, kwa hiyo tunaweza tukawa na session 2 kwa siku. Wale ambao watakuwa kwenye uandishi wa content watabakia kule na sisi tutakuwa tunaendelea, kwa sababu hii sio kitu ya kumaliza siku 7 au wiki moja, inahitaji kuzama ndani zaidi na kutesti na vitu kama hivyo. So tuanze kuangazia vitu ambavyo tutakuwa tunaviangazia katika hii module. Katika program yetu na module walau 10, na module ya kwanza utapaswa kugundua fursa. Utapaswa kugundua fursa, kwa sababu tunaenda kugundua fursa iwe pesa, tunaenda kugeuza fursa kuwa pesa. Kwa hiyo ni lazima tuelewe hiyo fursa ni kitu gani. Kwa hiyo ndio kazi ya module ya kwanza, na katika kugundua pesa tunazo hatua 5 ambazo tutazitumia katika kugundua huko fursa. Ziko hatua hizo 5, na hatua ya kwanza utapaswa kugundua tatizo. Utapaswa kugundua tatizo kwa sababu tulikubaliana juzi kwamba pesa ipo katika migodi 7, na katika ile migodi 7 yote moja ya mgodi ambao ni muhimu kuliko yote ni mgodi ambao ni tatizo. Kwa hiyo tutagundua tatizo ambalo unaenda kulitatua. Kwa mfano hapa mchungaji yeye ameona tatizo la mmomonyoko wa maadili, pengine unaotokana na watoto kukosa malezi yaliyo bora, na hivi anaenda kulitatua tatizo la ukosefu wa malezi bora. Kwa hilo ndilo tatizo ambalo yeye anaenda kulitatua. Kumrazi. Kwa hiyo ni lazima ugundue tatizo, na katika hizo hatua 5
ambazo za kugundua fursa. Hatua ya pili ni kugundua fursa sasa, kwa sababu tunakubaliana kwamba tunakubaliana kwamba okay, I hope bado tunakubaliana kwamba fursa ipo kwenye matatizo. Unapolipata tatizo na unapolitatua tatizo, hapo ndipo fursa ipo. Kwa hiyo tutaenda katika hatua ya pili kati ya hatua 5 za kugundua fursa, tutagundua hiyo fursa, na hatua ya 3 tutathibitisha hiyo fursa. Ukishagundua fursa, ni lazima uthibitishe, je, hiyo fursa kweli italipa? Vinginevyo, kama haiwezi kulipa, basi itakuwa ni kazi bure kuiendea fursa ambayo haiwezi kulipa. Kwa hiyo tunazo nguzo 7 ambazo tutazitumia katika kuthibitisha kwamba fursa yetu italipa, katika kuthibitisha kwamba fursa yetu italipa. Na hatua ya 4 kati ya hizo hatua 5 ni kuandaa mission kuu. Kwa tutaona unapoandaa mission kuu, manake unatenda kwa msukumo, kwamba unasukumwa, una hii ndoto unataka uitekeleze. Kwa tutaandaa mission kuu ambayo ni sentensi fupi tu ambazo unaweza ukaziweka kwenye ukuta wako, unajikumbusha, au kwenye simu yako, au unaweza hata wakati mwingine unaifanya ni sehemu ya sala, kwa sababu hii ni mission yako ambayo kila siku usipotekeleza jambo ambalo linakupelekea kutimiza mission yako, basi dhamiri inakuchoma kwamba haujafanya kitu hicho. Kwa hiyo tutaenda kuandaa pia mission kuu. Na hatua ya 5 tutaandaa mpango mkakati. Hatua ya 5 ni mpango mkakati, hiyo sio namba 4. Kwa hiyo tutakuwa na hizo hatua 5 ambazo tutaenda kuziangazia. Utagundua tatizo, utagundua fursa, utathibitisha tatizo au fursa kama inalipa, lakini vile utaandaa mission kuu katika hatua ya 4, na hatua ya 5 tutaandaa mpango mkakati. Kwa hiyo ni module ya kwanza ambayo tumeiona, ambayo tutaenda kugundua fursa. Na module ya pili utaandaa plani ya biashara. Ni business plan ambayo kwa wataalamu kama watu wa PCA wao watatuletea mambo mengi ya namna ya kuandaa business plan, lakini hapa tunaenda kuandaa very simple business plan kwa kutumia mwongozo wa inaitwa business plan Canva, ambayo ina vitu vichache tu vya kuvizingatia. Yenyewe ina vitu 9, lakini kwa hii business plan ambayo tunaenda kujifunza hapa ina vitu 12 vya msingi. Na katika hiyo business plan yetu au plan ya biashara, kama nimeeleza, itakuwa na nguzo 12 ambazo tutaziangazia, na kila mmoja wetu atatekeleza katika kila nguzo. Kuna taarifa za kuzijaza ili uweze kuondoka na business plan ambayo imekamilika. Kwa hiyo kazi yako itakuwa tu katika utekelezaji. Na katika hizo nguzo 12 za business plan yetu au business plan business plan ya Canva, moja ni tatizo. Kwa hiyo tutajua tatizo unaloenda kulitatua. Kwa hiyo kutakuwa na, unaweza kuandika matatizo 3, matatizo 7, na ukaangalia katika ile matatizo 7, basi chukua matatizo 3 ya juu na tuone namna gani unaweza ukayatatua. Kwa hiyo ni lazima tujue tatizo ambalo tunaenda kulitatua. Kwa hiyo tutashirikiana katika kila sehemu. Kazi yako mimi utanieleza tu unatamani kitu gani, then tutakuwa tunaangalia kwa pamoja, tunafanya tathmini mpaka tutapata tatizo ambalo linakidhi kuwa pesa. Na baada ya tatizo tutakuja kuangalia wateja au walengwa. Je, tumegundua tatizo kwenye ile namna ya kisayansi tujifunza nafikiri darasa la 5. Kuna ile ya kwanza ni tunagundua tatizo, tunaita ni problem identification. Tunagundua tatizo. Kuna masuala ya hypothesis formulation, ni mambo yale ambayo yanatumika pia katika utaratibu huu wa biashara. Sasa tunalo tatizo ambalo tunataka kulitatua. Tunatatua hili tatizo kwa nani? Watu wengine wanaanza na kuwajua wateja, alafu kujua tatizo kutoka katika wateja hao. Vyote ni sawa. Kwa hiyo unaanza tatizo, kwa hiyo unataka kutatua tatizo. Mimi nataka kuwasaidia watu kuielewa AI ili kurahisisha kazi zao. Kwa hiyo tatizo ni kwamba watu wengi wanatamani kurahisisha kazi zao ambazo wanazifanywa manually, wanataka kuzifanya kazi zao ziende automatic. Kwa hiyo watu hao ni akina nani? Hao ndio walengwa wangu. Sasa naanza kuwatengenezea ile, kama ambavyo mliona kipindi cha AI Mastery, tutengeneza avatar au buyers avatar, kwamba wateja wangu ni watu fulani wenye ndoto fulani, vitu kama hivyo. Kwa hiyo utaorodhesha sifa za wateja wako walengwa, au walengwa wako ni akina nani, katika nguzo hii ya pili kati ya nguzo 12 ambazo zitakuwepo katika business plan yako. Na kitu cha 3 ni suluhisho. Sawa, umegundua tatizo, ndio umegundua watu wenye hilo tatizo. Sasa ni lazima uwe na hamu ya kulitatua hilo tatizo, na ndio maana unaitwa mjasiriamali, na ndio maana unaitwa entrepreneur. Sasa unaenda kulitatuaje hilo tatizo? Ndipo unatoa suluhisho.
mimi nilipobaini kwamba watu wanatamani kuelewa AI ili kuautomate shughuli zao au kuandika vitu kwa haraka kama vile kitabu. Kwa hiyo nilijua walengwa wangu ni watu gani, wana ndoto gani, suluhisho nikaleta AI Mastery as a solution. Kwa hiyo mtu ambaye anajifunza AI Mastery akishamaliza kwa siku 10 atajua kuandika prompt bora, kutengeneza picha, kutengeneza mziki, kuandika makala tamu kwa kutumia AI na kadhalika. Kwa hiyo vitu ambavyo nimevipromise ambavyo vilikuwa ni tatizo kabla ya hapo, nikishawapatia suluhisho langu ndani ya siku 10, tatizo linakuwa limeondoka. Kwa hiyo katika business plan yako tutakuwa na sehemu ya suluhisho, tutashirikiana kuandaa ku brainstorm aina mbalimbali ya solutions ambazo tutazipata na hatimaye tutakuja na solution moja ambayo ni kabambe. Na kitu cha 4 au nguzo ya 4 ni kauli ya thamani. Tunaita ni USP au ni unique selling proposition, kauli ya thamani ambayo mteja wako tarajali akisikia atawiwa kukusikiliza zaidi, akiamini kwamba wewe una suluhisho la matatizo yake au suluhisho ya tatizo lake ambalo lina mkabili. Then baada ya hapo, nguzo ya 5 katika nguzo hizi 12 za business plan ni channel. Channel kwa maana kwamba utawafikiaje hao walengwa wako? Sawa, walengwa wangu mimi ni watu ambao wanataka kuitumia AI. Je, nitawafikiaje? Tutaona mifano ambayo mimi nimefanya, na nyie pia mnaweza mkaiga mifano hiyo au mkafanya namna nyingine kwa kulingana na vile wewe ambavyo umezoea na imeona rahisi. Wakati watu wenzangu wananishauri nilipia matangazo ya Facebook mwanzoni, mimi nisema hapana, mimi nataka nianze na kulipia WhatsApp. Kwa hiyo channel yangu mimi ilikuwa ni kuandaa matangazo ambayo yatawafikia watu ambao wapo kwenye magrupu ya WhatsApp. Kwa hiyo tutakuja kwa pamoja kuamua channel nzuri, na wakati mwingine tutakuwa tunazitumia channel mbalimbali ili kuwafikia walengwa wetu pale walipo, Na nguzo ya 6 ni uhusiano na wateja, tunaita customer relationship. Je, ni nini utakifanya ili kuboresha na kudumisha uhusiano wako na wateja wako? Kuja pale kuandaa taratibu kwa pamoja, namna ambavyo tunaweza tukazifanya ili kuendeleza ule uhusiano na wateja wako. Kwa mfano, mimi moja ya mbinu ambayo naitumia ni kwamba niko available anytime. Kwa hiyo mteja wangu akiwa na shida yoyote ananiambia, naandaa linki, tunakutana Google Meet na tatua tatizo. Na kwa namna hii nimekuwa nimetengeneza uhusiano mzuri na wateja wangu au wanafunzi wangu. Kwa hiyo inapotokea mwanafunzi ameshindwa kuelewa wakati wa kipindi cha jumla kama hiki, manake niko available, sifungi milango, muda wowote ninaamka, napokea simu na najaribu kumsaidia na tunatatua tatizo. Kwa hiyo wewe utakuwa umeandaa mbinu gani ya kutengeneza huo uhusiano na kudumisha huo uhusiano na wateja wako? Na nguzo ya 7 ni rasilimali msingi, manake vitu gani utavihitaji ili sasa uweze kufanya kazi zako vizuri. Hapa tutaenda kuangalia hii Zoom ambayo naitumia ni moja rasilimali msingi. Internet ni moja rasilimali msingi kwa mimi video ambazo na record naziweka YouTube, kwa hiyo YouTube ni rasilimali msingi. Hapa nimeandaa hizi PPT kwa kutumia eMind, manake hii kwangu hii inaitwa ni Gitmind, ni rasilimali msingi. Tunaenda kuziorodhesha rasilimali msingi ambazo tunahitaji au tunapaswa kuwa nazo ili tuweze kutekeleza majukumu yetu vizuri. Haya yote yatakaa kwenye, tunaita ni page moja tu ya business plan. Kwa hiyo hatuandai kurasa 21, 25 hapa za business plan. Itakuwa ni very simple ambayo ni easy kuifuata na kuitekeleza. Kwa hiyo nguzo ya 7 kati ya nguzo 12 za business plan bora ni kuwa na orodha ya rasilimali msingi ambazo utakuwa unazihitaji. Na nguzo ya 8 ni washirika wakuu. Je, katika biashara yako washirika wakuu ni akina nani? Kwa mfano mimi nilipoanzisha programu ya Miliki Stage, watu walikuwa wanahitaji vyeti. Kwa hiyo ili utoe vyeti walau uwe na taasisi ambayo imesajiliwa na BRELA. Kwa hiyo moja washirika wakuu ni BRELA. Ni BRELA, lakini wakati mwingine washirika wengine ni wale ambao utafanya nao matangazo. Mimi mmoja wa washirika wakuu kwa sasa ni Mwalimu Dennis Mpagaze ambaye nashirikiana naye katika kufanya matangazo. Anafanya matangazo ya biashara yangu. Kwa hiyo ni lazima uwafahamu washirika wako wakuu na utashirikiana nani. Je, utashirikiana na Fred katika kuandaa program? Utashirikiana na Fred katika mambo yapi unapokwama? Kwa hiyo unawaandaa washirika wako ili shida fulani inapotokea ambayo inamhusu mshirika wako, then moja kwa moja unaenda kwenye business plan yako na unajua okay,
huyu ndiye ambaye atatatua hili tatizo, na moja kwa moja unazungumza naye. Na nguzo ya 9 ni kazi za msingi. Ni vitu gani sasa unapaswa kuvifanya ili jambo lako liende kukamilika vizuri? Kwenye mambo ya msingi hapa tuje kuangalia katika zile nguzo 4 za mkufunzi anayeshawishi. Mojawapo tutaandaa utapaswa kurekodi video ya bure tu kuelezea jambo fulani ambalo linahusiana na programu yako ya msingi. Elezea kwa kina, au unachambua zile kwa mfano tunachokifanya mimi hapa, manake tunapitia module zote ambazo tutakuwa tunaziangalia kwenye programu yetu. Toa value hata ya bure, weka kwenye YouTube channel yako pale, weka pale vitu vya bure. Kwa hivyo ni vitu vya msingi, kwa sababu unapompa mtu kitu cha thamani kwa bure, yeye anaona kwamba anawiwa kwamba anapaswa pia kukulipa wewe jambo ambalo ni la msingi pia. Kwa hiyo kama unampa kitu cha thamani bure, ukimwambia anunue programu yako, haitakuwa shida kununua hiyo programu yako. Kwa hiyo tutakuja kuangalia kazi zote za msingi ambazo tutapaswa kuzifanya ambazo zitakuwapo katika nguzo ya 9 kati ya nguzo 12 za business plan. Na nguzo ya 10 ni njia za kuingiza pesa. Unaingizaje pesa? Utaingizaje pesa? Kwa sababu tunaenda kugeuza fursa kuwa pesa. Hapa tutaangalia namna mbalimbali kutokana na nature ya programu yako na kitabu chako, pengine utaingizaje pesa. Kwa mfano mimi hapa naingiza pesa kupitia kitabu. Nyewe kitabu nimewapa bure, lakini huko nje nauza. Kwa hiyo siku kwa siku napata pesa. Lakini vile napowatengeneza watu matangazo pia napata baadhi ya watu na watengeneza pia matangazo. Kwa hiyo ni channel pia, au ni stream of income. Ni stream of revenue. Kwa hiyo pia naingiza pesa kupitia vitabu. Unaweza kuingiza pesa pia kupitia matangazo. Kwa mfano jana hapa nimefanya tangazo na wale CRDB wa wilaya ya Gairo. Kwa hiyo maanake na mimi pia nakuza brand kwa wale kuniamini hivyo, na tangazo lao wameniambia limepokelewa vizuri sana. Kwa hiyo kupitia matangazo, lakini vile kupitia program, kwa mfano AI Mastery, kupitia program ambayo ina kima cha kawaida cha malipo ambacho watu wengi wanaweza kulipa. Lakini baada ya hapo nina AI Mastery Pro ambayo ina kima cha juu cha malipo ambacho ninakuwa na wateja wachache, lakini wakilipa hawa wachache napata pesa ya kutosha. Kwa hiyo hizi ni streams of income. Hapa mambo yakiwa mazuri, pia tunaweza tukatengeneza mastermind ambayo watu watakuwa wanalipa ni subscription fee kwa mwezi. Kwa hiyo tutakuwa tunafanya hiyo ni milele, kwamba kila mwezi mtu analipa kiasi fulani, kwa tunatatua shida zote. Inaitwa ni mastermind. Bado sijaiandaa hiyo. Kwa wale ambao watakuwa wanahitaji tunaweza tukatengeneza kitu kama hicho. Kwa hiyo tutakuwa tunaangalia kutokana na nature ya biashara yako na wazo lako, je, tutatengenezaje streams of income. Kwa hiyo hatupaswi kutegemea tu njia moja kwamba okay ni program, tuje wasipolipia watu program. Kwa hiyo tutaangalia jambo hilo. Na nguzo ya 11 hapa nikaeleza kwa urefu kidogo, tunakuelekea tutakuwa tunaenda haraka. Na sehemu au nguzo ya 11 tutakuwa tunapanga budget. Kwa kweli kwenye hizi biashara za online budget sio kubwa sana. Kama tayari una laptop, tayari una access ya internet, sehemu ndogo za kulipia kama Canva kwa ajili ya kutengeneza post, otherwise unaweza ukanilipa mimi nikakutengenezea. Kuna haja ya kulipa. Haya, matangazo nilipe nikutengenezee. Kama unaweza kutengeneza mwenyewe Canva, tengeneza. Kama unatamani kutengenezea mimi tangazo yenye madroido, nilipe nikutengenezee kwa bei rahisi. Haya, matangazo tunamlipa nani? Tunamlipa Dennis Mpagaze, atakazia tangazo, tunapima. Kwa hiyo hivyo vyote vitakuwa ni vitu ambavyo tutakuwa tunaviweka kwenye budget. Kwa hiyo vitu kama hivi, YouTube ni bure, unahitaji bando tu. Kwa hiyo tutakuwa tunapanga budget. Kwa hiyo budget sio kitu cha kutiisha kwenye hii biashara. Budget kubwa kwenye biashara hii inabidi iwe kwenye matangazo. Kwa hiyo panga budget kubwa kwenye matangazo. Unaweza kumlipa Mwalimu Dennis mpaka sasa na chaji 100,000. Ukalipa pia Facebook ads. Kwa mimi nalipa Facebook ad ili niangalie, nataka nilipe na YouTube ili niangalie nikilipa huko 100,000 nani ananipa watu wangapi wanakuwa wateja. Kwa hiyo baadaye unaenda unaona okay, kama ni WhatsApp ndo napata wateja wengi zaidi, then una double cost, una double budget. Au kama ni Facebook, kama ni 100,000 unapata wateja 100, maana yake obvious ukiweka 200,000 unaweza kupata wateja 150, so ni good. Kwa hiyo tutakuja kuangalia vizuri namna ya kupanga budget. Na kitu cha 12 ni njia ya kutoa huduma, tutashirikiana kwa pamoja. Kuna apps ambazo unaweza ukalipia kwenye website ambazo unaweza ukalipia kama Kajab au Teachable, unalipia ili uweze kufundisha program. Sasa mimi huwa ni mtu ambaye wa mwisho sana kuamini kwenye kulipia kabla hujaanza kuzalisha pesa. So tutatumia njia za kawaida za YouTube. Utarekodi video yako, tutaedit, utaupload kwenye YouTube channel. Ukisha upload pale utaweka kwenye unlisted, utaweka kwenye playlist. Kwa hiyo utakuwa wateja wako unawapatia pale access pale. Kwa hiyo njia za kutoa huduma
kama kitabu utakuwa una post una share tu, labda kama ni ebook una share kwenye email au kwenye WhatsApp number, sawa. Kama program utakuwa unatumia Zoom au Google Meet kama utaki kurekodi, sawa, na YouTube. So vitu rahisi tu, wala hatuhitaji complication. So hizo ni njia 12, ni nguzo 12 ambazo zitakuwepo kwenye business plan yako. Ni very easy na vitu ambavyo ni kila mtu atapaswa kushiriki ili asihangaike, kwa sababu business plan ni dira ambayo unapaswa kuifuata. Kwa hiyo ukikosea nguzo moja haujaikamilisha italeta shida baadaye. So tutakapoenda kila mtu awe na moyo huo wa kiutendaji. Then tutakuja kuangalia nguzo 4 za mkufunzi mwenye ushawishi. Kama ambavyo nimeelezea, utaandaa bidhaa ya zawadi, ni bidhaa bure kabisa. Kwa mfano mimi hii ambayo nawaletea hapa ni kitu ambacho na explain in details, lakini nitaweka YouTube bure tu, watu wataangalia. Kwa wanatamani kujifunza AI Mastery Pro wataniona. Tena sasa itakuwa bei imeshapanda. Kwa mfano ile AI ambayo sasa wanahitaji, mtu analipia 25,000. 25,000 anaenda kuangalia recorded. Manake nini? Kwamba unaweza ukisha rekodi unaweza kujenga hiyo tunaita passive income ambayo inaingia wewe mwenyewe ukiwa unafanya mambo mengine. So tutaandaa bidhaa ya zawadi kwa pamoja kabisa, kwa utaamua wewe mwenyewe. Kama ni kitabu ambacho uko unagawa bure, kitabu kidogo ni sawa. Kama utarekodi moduli yako mzima ukawapa watu bure, sawa. Au kama kuna kitu unataka kusisitiza ukirekodi kile programu yako ambacho ni cha thamani, ni sawa tu, hiyo ni zawadi, hiyo ni bure, hauhitaji kitu chochote, unamtumia tu mtu bure. Then nguzo ya pili ni bidhaa ama kinasa wateja tarajali. Hii unaweza ukauza kwa pesa ndogo au unaweza ukatoa, lakini ili mtu akipate ni lazima akupatie details zake. Kwa hiyo unaweza, kama ni video utaandaa link, au kama ni kitabu utaandaa link, mtu atakupatia details zake, labda namba za simu au email account, then unamtumia. Kwa hiyo kazi ya kinasa wateja kama tutaona in details, kazi yake ni kunasa contacts za wateja, za wateja tarajali. Usipokuwa na hawa ni ngumu kunadisha bidhaa yako, na hawa wanakuwa ni watu ambao wameonyesha interest. Kumbuka daima biashara yoyote inaanza na signals of interest. Kwa hiyo unapokuwa na signals of interest, kama mtu amependa AI labda kutengeneza picha, kwa sababu na watu wengi wanatamani kutengeneza matangazo, kwa nawaambia ni kutengenezea tangazo kwa 21,000 au lipa tangazo au lipia program ni kufundisha. Kwa hiyo zile module 11 nilikuwa nawaambia lipia moja upate zote bure. Kwa hiyo module moja tu kutengeneza tangazo mtu anaweza kulipia 21,000, nikampa access na ile module moja tu. Umeona? So manake nini? Mtu ambaye amekuambia anatamani kitu fulani, tayari umeshapata signals of interest kutoka kwake, ni rahisi kumuuzia. Kwa hiyo kazi ya bidhaa hii au kinasa wateja tarajali ni kucollect contact za watu ambao wameonyesha interest na bidhaa ama huduma yako. Na tatu ni bidhaa kuu. Hii ndio bidhaa ambayo itakuletea pesa kwa kawaida. Kwa mfano mimi na program ya AI Mastery na program ya uandishi wa content na program ya Milk Stage. Hizi ni bidhaa kuu. Kwa hiyo kwa wale ambao watapenda pia kufanya kitabu kama ni bidhaa kuu, sawa, tutafanya kitabu tutageuza pia kuwa program. Kwa utakuwa na program na kitabu, lakini kama unataka tukuandaa program, tutaenda moja kwa moja tutaandaa tu program. Hiyo itakuwa ni bidhaa yako kuu. Na kitu cha 4 ni offer nono. Kitu kubwa sana hiki. Shirikiana kwa pamoja kuandaa offer nono ambayo mteja atajiona mjinga sana kusema hapana. Tunaandaje hiyo offer nono? Tutashirikiana kwa pamoja kuandaa offer nono mwanzo mpaka mwisho. Okay. Na moduli ya 4 tutaandaa bidhaa ya zawadi ambayo tumeshahitaja kule, kwa tutaiandaa hiyo kwa pamoja. Na moduli ya 5 tutaandaa kinasa wateja kwa pamoja, tutashirikiana. Kwa wale wanataka kuandaa mfumo wa video tutaandaa, kama wanataka kuandaa mfumo wa labda ni list tu tutaandaa, kama wanataka kuandaa mfumo wa poster tutaandaa, kama wanataka kuandaa video au kijitabu kidogo tutashirikiana, tutaandaa kwa pamoja. Then moduli ya 5 tukuja kuangalia namna ya kuandaa bidhaa kuu. Hapa sasa patakuwa na kazi kweli kweli. Kwa hiyo wale ambao watapenda kuandika kitabu, tutakuwa tunaandika kitabu, huku pia tunaandaa program. Kwa tunaandaa program. Kwa tutashirikiana kwa pamoja, tutaandaa program vizuri kabisa mwanzo mpaka mwisho. Na moduli ya 7 tutaandaa offer nono ambayo nimeelezea katika ile moduli ya 4 ya offer nono, katika zile nguzo 4 za mjasiriamali anayeshawishi au mkufunzi anayeshawishi, tutaelezea tu offer nono kwa ujumla ilivyo na sifa zake na vitu kama hivyo. Kwa hiyo katika moduli ya 7 tunaweza kuunganisha na ile ya 4 tukaandaa moja kwa moja, au tukaja hapa kwenye moduli ya 7 sasa tukaandaa. Kwa hiyo tutakuandalia offer nono. Hii ni programu ya mimi na wewe kufanya kwa pamoja, si kukuelekeza na kukuacha ukafanya peke yako. No, hii ni programu ambayo mimi na wewe tunafanya kwa pamoja, au tunashirikiana wote hapa tunafanya kwa pamoja ili tuweze kujifunza zaidi. Na moduli ya 8 utaandaa mpango mkakati wa usokonishaji.
tayari umeshaandaa ofa nono. Ofa nono itamfikiaje mtu? Kwa hiyo tutakuwa tutaandaa mpango mkakati wa usokonishaji, tutaandaa pia mpango mkakati wa mauzo. Watu akishakuja kwenye grupu lako, kama utakuwa unatumia mfumo wangu mimi ambao unawavuta watu kwenye grupu la WhatsApp kwanza ndipo nafanya mauzo, je, utawauziaje? Tutaandaa ujumbe pia wa kufanya mauzo, na hatimaye tutaandaa promotion. Hapa tutajifunza hatua 8 za kufanya usokonishaji wa hiyo ofa yako nono. Hapa tutakuwa tumekamilisha programu yetu kwa ujumla wake. Tutakuwa tumeikamilisha programu yetu katika ujumla wake wote. Sasa muda umeshatupa mkono. Kuna mtu ana maswali hapa? Bado dakika moja, au tunaweza kurudi tena bado dakika moja. Kwa hiyo kama kuna mtu ana swali, basi tutarudi tena hapa, na kama hakuna mtu ambaye ana swali, tutaendelea kesho. Leo ilikuwa tu kwa ajili ya hayo mambo. Unaweza uka screenshot, unaweza ukachukua screenshot hiyo, unaweza screenshot kwa ajili ya kujua hizo module zote ambazo utajifunza. Screenshot ni ruksa katika hapa, hakuna shida yote, unaweza uka screenshot.